7. Ni kiungo ushambuliaji kutokea kulia, lakini ameshafunga mabao 4, ana assist 1. Kihesabu vizuri hapa, wachezaji wale wamechangia mabao mangapi? 11. Faraba mpaka sasa ashafunga mabao 14. Ukizungumzia mabao 11 katika 14, maki 79% ya mabao yote ya Faraba yamewategemea hao wawili. Kwa sababu hiyo, ni kweli kuna namna kucheza kama na timu. Ile ni timu, lazima mcheze na timu, sio mchezaji mmoja mmoja, lakini wakiminywa hawa kwa kiasi fulani inapunguza makali yao. Ni baadhi ya maeneo kuangalia. Lakini kwenye kuadhuru, beki wa kushoto kuna mchezaji anaitwa Thor Carneiro. Huyu ni mchezaji kimataifa wa Angola. Wakati Pedro Gonçalves akifundisha timu ya taifa ya Angola, huyu alikuwa na Santos katika klabu ya Petro Atletico. Kwa hiyo timu ya taifa alikuwa anacheza. Sasa hivi yupo naye katika Faraba, beki wa kushoto. Mechi 8 hizo amecheza mechi 6. Ni mzuri sana kupanda, staili yake ni zene za Mohamed Hussein Shabalala, mabeki wetu wa pembeni kwa Tanzania kina Shomari Kapombe, akina Isra Patrick Mwenda, anaanzisha mashambulizi mzuri, lakini ana weakness yake. Anategemea sana gula kushoto na ndio maana beki wa kushoto. Sasa Yanga wanao wachezaji ambao wanaweza kumdhuru, kwamba wale ambao wana mguu kama wake, unazungumzia kina Offense Call, unazungumzia Celestine Ekwa, paka umwataki enda japo mguu wa kulia, wakiwa wanapita kwenye mguu wake wa kushoto huwa anapitwa sana. Kwenye ligi ya mabingwa kwa mfano, msimu wa kwa ufupi tu hivi karibuni amepitwa mara 38 kwenye eneo lake. Ni kwa sababu wanaopita wanapita upande wa mguu wake dhaifu wa kulia. All in all ni mechi nzuri sana, mechi ya mvuto, lakini itakuwa ya kimbinu sana. Matarajio ni kuona Yanga wakitumia vyema uwanja wa nyumbani New Amani Complex visiwani Zanzibar ili wafanye vizuri. Kocha mwenyewe anafahamu vizuri, lakini mashabiki watekeleze wajibu wao, waujaze uwanja wa New Amani Complex, washangilie mwanzo mwisho. Kuna nyakati timu inaweza ikawa sio ndio inayotawala mchezo. Yaani kuna nyakati ambazo Faraba watakuwa wazuri, mashabiki wetu nao wajifunze kwa michuano ya CAF kuwa na vibe lile la dakika 100% kwa dakika 90. Timu inapozidiwa sio wakati wa kuwadoro, sababu mnakuwa mnawasaidia wapinzani. Zomea basi ili wasitekeleze mipango wanaopewa na kocha Santos. Lakini vinginevyo naona upo uwezekano kwamba kama wachezaji watatimiza vyema mipango kazi ya mwalimu Pedro Gonçalves, mashabiki watekeleza wajibu wao kama mchezaji wa 12 kushangilia, Yanga inaweza kupata kitu vizuri tu na kuanza vyema katika kundi lao ambalo ndio kundi pekee lina timu zinazotoka kwenye ligi 5 bora tu barani Afrika. Kwa sababu kuna Al Ahly ya Misri ambayo inatoka katika ligi namba 1 kwa ubora na ndio klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika. Timu nyingine ni ipi? Unazungumzia Yanga. Yanga inatoka katika ligi kuu Tanzania bara, ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika hivi sasa tunapozungumza kwa viwango vya CAF, ikiwa na pointi 73 baada ya Azam na Singida Black Stars kuongeza pointi, zenyewe zinashika nafasi ya 55 kutoka 0. Ni ligi very strong, lazima tulijue na chomekea hapa na Tanzania tujue tuko vizuri. Lakini Faraba inatoka katika ligi namba 2 kwa ubora barani Afrika, ligi kuu ya Morocco. Halafu kuna JS Kabylie inatoka katika ligi namba 4 kwa ubora ya Algeria. Star wao ni pamoja na Babakar Sarr. Mechi ijayo ndio watakaocheza pamoja na Yanga, yani baada ya mechi dhidi ya Faraba. Kwa hiyo ni ligi ni kundi pekee lenye timu zinazotoka kwenye ligi 5 bora tu. Pengine kuna mchanganyiko. Hakuna mechi nyepesi, hakuna mechi ngumu, inategemea mjipanga vipi kutumia vyema uwanja wa nyumbani. Sio maana alichofanya Al Hilal Omdurman dhidi ya MC Alger. Vurugu nini mradi kushinda. Michuano ya CAF ndivyo ilivyo. Soka sambusa, soka biriani sio wakati wake katika michuano ya CAF. Ukilicheza soka sambusa halafu kashinda, well and good, excellent. Lakini ikibidi acha hiyo soka sambusa, soka biriani, pata matokeo, kwa sababu msimu uliopita nimekwambia kilichowakwaza Yanga baadhi ya mechi. Kwa mfano wamecheza dhidi ya MC Alger, Yanga wamiliki mpira 65%, Yanga wapiga mashuti 18. MC Alger wakijua wanataka sare yoyote ili wasonge mbele, walimiliki mpira kwa kiasi kidogo sana. Mashuti waliopiga mechi nzima mashuti 3, muda wote kila wakiguswa wamekaa chini wamelala. Ukilala chini unapoteza muda, alafu pia inawavuruga nyinyi kisaikolojia, mnakasirika. Sasa matokeo yake amtekeleze mipango ya kiufundi kutoka kwa mwalimu. Mechi kiisha mnaishia tu tumupige mwingi mno, bahati yao wale, isingekuwa Dube, hizo story hizi zisiwepo kwenye CAF. Msisitizo, hakuna soka sambusa, soka biriani, na hili mashabiki ndio muhimu sana. Maswala timu inashinda inavyotasikia, hii timu inashinda, lakini hatuielewi. Haiko hivyo. Timu zetu zimeimprove sana, mashabiki ni vizuri. Unaona anazungumza sana kuhusu mashabiki. Tujue kwamba Yanga watapokuwa uwanjani, Simba, Azam, Singida Black Stars kwenye michuano ya CAF wamemiliki mpira, sija wajamiliki, sija wacheza mpira la kuvutia, wanachotakiwa kushinda. Full stop. Shukrani sana. Shukrani jazila.